Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine tena, tarehe 16 tunaenda kujifunza somo linasema kwamba dhambi inafunga maisha ya mtu. Dhambi inafunga maisha ya mtu. Inatoka katika Galatia sura ya 3 mstari wa 22, nasema hivi: lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapate ile ahadi kwa imani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, katika maisha haya, yani kitu ambacho Mungu alichotuahidia katika maisha yetu. Kama unaishi maisha ya dhambi, unaishi katika maisha ya uzinzi, ya usherati, unaishi katika maisha ambayo ya kwenda kwa waganga, ya kufanya kila machafuko ya aina tayari, huwezi kukipata kile Mungu alichokuahidia katika maisha yako. Kwa sababu wewe unaamini imani nyingine, uamini imani ya Kristo, uamini imani ya Mungu, unaamini imani ya waganga, unaamini imani ya ushirikina, ndipo upate kitu chako, lakini tena unageuka tena huko kwa Mungu. Kwa Mungu unaingia kanisani, mguu mwingine huko kanisani, mguu mwingine kwa shetani. Huwezi ukakipata hicho kitu alichokuahidi Mungu. Ili kitu ukipate Mungu alichokuahidi, lazima uishi maisha matakatifu. Unaishi katika usherati, unataka Mungu akutendee katika maisha yako yawe yamenyooka, hawezi kabisa kunyooka maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayeishi katika maisha ya dhambi, chochote kile anachokifanya kwa kinakuwa na kinaenda kwa kasi vizuri kabisa, na unaona kwa hiyo unajipongeza kwamba kuishi katika dhambi ni vizuri, lakini amini nakwambia, ipo siku utakuja ujutie. Yaani utakuja ujutie, kwa utachukia, utasema kwamba bora ningeanza na Mungu. Ningeanza Mungu kamaliza Mungu. Dhambi inafunga maisha ya mtu. Yaani dhambi inafunga maisha ya mtu. Amini nakwambia. Mtu aliye kwenye kifungo, hata kama ukiingia kwenye ndoa bila ya kumhitaji huyu Mungu, ukapata ndoa ukaolewa, ukafanyeje, kitu chochote kile ukakipata kwa njia ya kishirikina, nakwambieje, hicho kitu kitakugeukia kukwazibu. Hicho kitu kitakugeukia kukwazibu mara mbili yake. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inafunga maisha ya mtu. Ukiwa kwenye kifungo cha dhambi, hata kama mambo yako utafanya yataenda, biashara zako zitaenda, kila kitu kitaenda, nini kitaenda, masomo yako yataenda, kila kitu kitaenda, lakini nakwambieje, ila ipo tu siku kitaporomoka chote. Hebu kubali kumkabidhi Mungu maisha yako, mtumishi wa Mungu, ambaye mambo yako unayafanya chini huko kwa Mungu, kwa waganga. Hatuwezi kukemea tu walio nje. Kuna wengine huko makanisani, lakini wanafanya machafuko ambayo hayampendezi kabisa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anahitaji sana kwa sauti ya upole mtumikie. Amen. Kijana mwenzangu unayeniangalia, binti mwenzangu unayeniangalia, hebu jaribu kumkabidhi Mungu maisha yako ili upate ahadi ya Mungu aliyokuahidi. Kama jinsi alivyomwahidi Sara apate mtoto, na kweli Sara alikuja kupata mtoto uzeeni. Ibrahimu aliahidiwa na Mungu atapewa mtoto, lakini alikuja kupata mtoto uzeeni.